Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hebu salimia kwa wawili watatu, wakaribishe katika nyumba ya ibada. Mwambie Mungu anakupenda, Mungu anakupenda, unapendwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza ningependa kuwashukuru nyinyi wote kufika katika ibada ya leo. Kwa ajili kuna wengi wamekwama katika kufua manguo na kupalilia mashamba, lakini wewe na mimi tumefika hapa kwa ajili ya kumwinamia Mungu, tukijua umuhimu wa kwenda mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bible inasema katika kitabu cha Yohana mlango wa 3 mstari wa 17. Najua watu wanajua tu ile wa 16 sana, lakini ya 17 inasema Mungu hakutuma Yesu Kristo duniani kuja kuwa judge ama kuhukumu, lakini alituma Yesu Kristo akuja kuwe mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo andiko mara nyingi huwa linatimizwa na watu wa Red Cross, kujitoa kuokoa. Na pia kanisa tunastahili tujitoe kwa ajili ya kuokoa wale ambao wamekwama. Kwa hivyo njia ya kujitoa kuokoa wale waliokwama ni kuchukua muda wako na nguvu zako na jasho lako na kulibadilisha katika fedha ama mavazi na kuleta kwa Mercy Ministry. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ili yule ambaye amekwama kwa upande wa mavazi apate kuinuliwa, na yule ambaye amekwama kwa upande wa chakula pia apate kuinuliwa, aweze kujisikia kuwa sehemu ya jamii hii. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kufanya watu wajisikie kuwa sehemu ya jamii hii kwa njia ya kuwakumbuka, ili nao wajue kwamba watambue kwamba kuna mtu anawafikiria. Unajua kuna watu wanaishi tu wakifikiria kwamba hakuna mtu anawajali hata kidogo. Lakini ukimfikia kama vile mzee William Wycliffe walienda mpaka kwa huyo ndugu ambaye wengi walifikiria ataaga. Niliambia Pastor Alex hataaga. Nilimwambia hataaga, ataishi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ameona Yesu kupitia kwa huo msaada. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu atasema, wakati nilikuwa nimelemewa, sikuwa na mtu wa kunitembelea. Na wewe utauliza Yesu, ni siku gani ulikwama? Na anakuonyesha Lazaro yarahu mkuru huo. Unajua kulikuwa na tajiri